Kwa mara ya kwanza katika historia ya Tanzania kumeibuka kikundi cha uasi. Kikundi hicho kimejitokeza hadharani na kueleza dhamira yake, lakini pia kimetoa sababu ya kuundwa kwake. Makala hii inaeleza kwa kina, japo kwa kifupi, kuhusu kikundi hicho. Sasa mwishoni mwa mwezi uliopita, yani Januari ya 2026, kulisambaa video ambayo ilikuwepo hapa katika mtandao wa kijamii wa YouTube, lakini pia kwenye mitandao mingine ya kijamii kama vile TikTok, Instagram na kwingineko. Na katika video hiyo kulikuwa na mtu mmoja ambaye alikuwa amevaa kitu kama kuficha hivi sura yake, na alikuwa akitoa ujumbe mzito, na alitambulisha kwamba kuna kundi linalofahamika kama TFF, yani Tanzania Freedom Fighters, na kwamba kundi hilo ni maalum kwa ajili ya kutetea haki za Watanzania, na akatoa maelezo kwamba hasa sababu zilizopelekea kuundwa kwa kundi hilo ni unyama mkubwa uliojiri kuanzia Oktoba 29 ya mwaka jana 2025. Na awali kundi hili lilihusishwa zaidi na kanda ya Ziwa, hasa jiji la Mwanza, lakini katika video zilizofuata inaonekana kwamba kuna uwezekano kundi hili limesambaa zaidi ya kuwa liko katika eneo moja. Sasa makala hii kama nilivyosema awali, inajikita katika kueleza kile kinachofahamika kuhusiana na kundi hili, na pia huu ni kutokana na wito wa wadau mbalimbali ambao wameomba Jasusi TV iandae makala japo fupi kuhusiana na kundi la TFF, na endapo lina fursa ya kuleta mabadiliko kama linavyoonyesha kusudia. Hata hivyo, kabla ya kuendelea na makala hii, pengine itakuwa ni vizuri kusikiliza klipu ndogo ya audio ya huyo mtu aliyeongea mwishoni mwa mwezi Januari, ambayo yumkinika kusema hili ilikuwa ni miongoni mwa video za awali kabisa zinazohusiana na kundi hili. Hebu msikilize kwanza, halafu tuendelee na makala hii. Ya Tanzania. Hivyo basi tumeamua tutengeneze kikundi cha uasi ambacho kitakuwa ni kikundi cha kutetea wananchi wa Tanzania. Tumeamua tujitokeze wazi, bila uoga, bila kuwa waoga kwa lolote lile, kwa sababu tumevumilia kwa muda kuona kwamba serikali hii haramu itajirekebisha au itajiita mkutano na kutaka kujua wananchi wanadai nini, lakini bado kila kunapokucha wamekuwa wakiwaumiza wananchi, wakitia hasira kwa mioyo ya wananchi. Polisi wamekuwa wakiwateka wananchi, polisi wamekuwa wakiwabaka dada zetu, polisi wamekuwa wakiwabaka dada zetu na kuua watu na kuwapiga watu bila sababu. Sasa mara baada ya klipu hiyo kusambaa kwenye mitandao ya kijamii, jeshi la polisi mkoani Mwanza lilitoa tamko na kueleza kwamba likakiri kwamba limeiona video hiyo, lakini lika downplay, kudai kuwa ni propaganda tu za mitandaoni na vitu kama hivyo. Kwa hiyo wananchi wasiwe na hofu, hali ya usalama ni shwari. Sasa makala hii ipo katika mtizamo wa kiintelijensia. Kwa hiyo mpangilio wake ni pamoja na kuangalia kwanza ni hiyo jinsi dola ilivyo respond kutokana na hiyo video ya kwanza. Kwa hiyo response ya kwanza ni hiyo ya jeshi la polisi mkoani Mwanza ambayo ilikuwa ni Februari 4 ya mwaka huu 2026. Kipengele cha pili kinahusu utambulisho, yani wahusika ni wakina nani, watu gani wanahusiana na kundi hilo. Lakini je, kundi hilo linaaminika kiasi gani? Kuna hali gani ya kuaminika kuhusiana na kundi hilo? Sasa kuhusu identity, ni kuna mtu mmoja ambaye anahusishwa zaidi na kundi hilo, na huyo mtu anafahamika kwa jina la Trump. Wanaomfahamu wanasema kwamba huyu ni mtu ambaye amekuwa akijihusisha na harakati kwa muda mrefu. Na katika video zilizofuata baada hii ya kwanza, maana hii ya kwanza mhusika alikuwa ameficha uso wake, lakini katika video zilizofuata huyu bwana Trump amekuwa akionyesha sura yake na amekuwa akieleza yuko sehemu gani, lakini ujumbe umeendelea kuwa consistent kama ule wa kwanza, kwamba serikali ya CCM imekuwa ikifanya unyama mkubwa, inaendelea kuteka watu, inaendeleza vitendo vya ubakaji, ulawiti, kutesa watu na mauaji ya kiholela. Kwa hiyo ujumbe haujabadilika, japo ile ya mwanzo mhusika alikuwa ameficha sura, lakini sasa huyu bwana Trump amekuwa akijionyesha yeye sura yake hadharani. Na kuna taarifa kwamba mmoja wa ndugu zake wa karibu walitekwa na wasiojulikana
Lengo hasa lilikuwa ni kushinikiza huyo aliotekwa aweze kuwaonyesha alipo Trump, lakini bahati nzuri huyo aliyetekwa ameachiwa. Kwa hiyo hayo ni miongoni mwa yaliyojiri katika hivi siku za kawaida. Sasa katika kufuatilia hili jina la Tanzania Freedom Fighters halionekani katika database zozote zile za makundi ya uasi, na unapotumia neno uasi lisiangaliwe kwa mtizamo hasi, kwa sababu uasi unaweza kuwa dhidi ya utawala kandamizi, na ndicho ambacho kundi hili limejitambulisha kuwa lenyewe linafanya uasi dhidi ya utawala kandamizi wa Samia Suluhu Hassan, utawala ambao unatuhumiwa kufanya mauaji ya Watanzania zaidi ya 10,000 kwa mujibu wa takwimu. Kwa hiyo tunapoliita kundi la uasi lisiangaliwe kwa mtizamo hasi, bali uasi unaweza kuwa ni halali dhidi ya utawala dhalimu. Kwa hiyo katika kama nilivyosema, utambulisho zaidi, kuna huyu mtu anayefahamika kama Trump ambaye ndio amekuwa akionekana zaidi, lakini hii haimaanishi kwamba yeye ndio muasisi wa hili kundi au yeye ni kiongozi wa hili kundi. Inawezekana tu ni kile wanaita face of the group, yani yeye kama ndio sura ya kundi, lakini kuna watu wengine ambao wako nyuma ya hilo kundi. Na kwa wakati huu zaidi imekuwa ni hizi video, kwa sababu hakujawa na taarifa za hatua zozote ambazo zimeshachukuliwa na hili kundi. Kwa hiyo mpaka sasa hivi imekuwa ni hizi video ambazo zimekuwa zikitoka mara kwa mara, zipo kwenye mitandao ya kijamii zikieleza dhamira, malengo na vitu mbalimbali ambavyo vinapangwa kufanya. Hata hivyo, hii haimaanishi kwamba kundi hili ni la maneno tu au ni kundi la video, kundi la vitisho. Yayumkinika kuamini kwamba kundi katika udogo wake au pale linapoanza litakuwa zaidi pengine linajaribu kujitambulisha, watu walielewe wakati linapanga mikakati ya utekelezaji. Kwa hiyo ni mapema mno kuhukumu chochote kuhusiana na kundi hili kwa wakati huu, kwa sababu kwa kimsingi ni kama ndio linaanza. Hata hivyo, ni muhimu kueleza bila kujali kama ni dogo, bila kujali kama ni geni, bila kujali kwamba halijafanya kitu chochote, ule tu ujasiri wa kujitokeza hadharani na kueleza dhamira yake una uzito mkubwa, kwa sababu kama nilivyosema awali, katika historia ya Tanzania hakujawahi kutokea kitu kama hiki. Kwa hiyo haya ni baadhi ya mambo ambayo yamebainika kutokana na hili kundi. Sasa kwa kiasi kikubwa taarifa za awali ambazo zinatokana na kundi lenyewe zinaonyesha dhamira ya kulipiza kisasi dhidi ya unyama uliofanywa na serikali ya Samia Suluhu Hassan. Kundi hili katika maelezo yake linasema kwamba halito target watu wa kawaida, bali watu wanaohusika na matendo ya unyama, hasa watumishi wa vyombo vya dola ambao wamekuwa mstari wa mbele katika kufanya huo unyama unaoendelea mpaka sasa. Na ni muhimu kutambua kwamba haya majanga ya utekaji, ubakaji, ulawiti, utesaji na uuaji hayakuanza Oktoba 29 mwaka jana. Haya yalianza muda mrefu kabla. Kwa wanaofuatilia kwa karibu, kwa kulingana na utawala wa Samia Suluhu Hassan, haya mambo yalianza katikati ya mwaka 2023, lakini yalikuwepo hata kabla ya wakati huo, kwa sababu hata wakati wa utawala wa marehemu Magufuli pia kulikuwa na mambo ya utekaji. Hapo hili la ubakaji limeibuka zaidi katika kipindi cha utawala wa Samia Suluhu Hassan. Kwa hiyo ni muhimu pia kuliangalia hili la TFF katika muktadha wa jitihada kama hizi za wananchi kuchukua hatua binafsi, ambazo katika miaka ya hivi karibuni tunaweza kusema kuwa angalau watu wawili wanaweza kuhusishwa na hiki kinachofanywa na TFF. Wa kwanza ni Balozi Humphrey Polepole ambaye yeye alijiuzulu mwaka jana, na tangu alipojiuzulu akawa naongea na Watanzania kuwaeleza kuhusu nchi yao inavyotafunwa, kuhusu ufisadi na vitu kama hivyo. Kwa bahati mbaya akaishia kutekwa. Lakini siku chache kabla hajatekwa, Oktoba mwaka jana, akaibuka Captain Tesha. Captain Tesha ni askari wa Jeshi la Wananchi wa Tanzania ambaye naye aliandika historia ya peke yake. Kwa mara ya kwanza katika historia ya Tanzania, mtumishi wa chombo cha dola alijitokeza hadharani na kutaka wananchi wachukue hatua dhidi ya uovu mkubwa uliokuwa ukifanywa dhidi ya nchi yao. Na kwa hakika hata Balozi Polepole naye alikuwa ni mwanasiasa wa kwanza katika historia ya Tanzania, hasa ambaye alikuwa madarakani, kwa sababu alijiuzuru, alikuwa balozi wa Tanzania nchini Cuba na kujiuzuru, akieleza kilichomfanya kujiuzuru ni mambo yaliyokuwa yakiendelea nchini Tanzania, na kutoka hapo akawa anaelezea hii katika historia ya Tanzania haijawahi kutokea. Kwa hiyo alichofanya Captain Tesha
na alichofanya Balozi Polepole ni vitu ambavyo vilikuwa vijawahi kutokea katika historia ya Tanzania, na hiki sasa kinachofanywa na TFF pia kinaingia katika historia ya Tanzania, kwani havijawahi kutokea huko nyuma. Sasa kwa kuangalia upesi unaweza kuona kwamba haya mambo yana kama mlolongo unaolingana, kwamba ukiangalia kilichokuwa kinaongewa na Balozi Humphrey Polepole na kile ambacho kiliongelewa na Captain Tesha na hiki ambacho kinaongelewa na TFF, kwa muktadha mpana ni vitu ambavyo vinashabihiana, japokuwa vile viwili, yani kwa maana yale yaliongea Balozi Humphrey Polepole na yale aliongea Captain Tesha yalijiri kabla ya mauaji ya Oktoba 29. Kwa hiyo walikuwa tu wakielezea vitu, na kwa hakika laiti wa Tanzania wangesikia kwa makini na kutekeleza yale yaliyoongewa na Balozi Polepole na Captain Tesha, huenda huo unyama uliotokea Oktoba 29 usingetokea, kwa sababu walikuwa ni kama wanabashiri yaliyokuwa yakiisubiri Tanzania huko mbeleni. Tofauti na wao, kwa TFF ni maelezo ambayo yamejikita kutokana na unyama ambao umeshuhudiwa, hao zaidi ya watu 10,000 waliouawa kuanzia Oktoba 29. Sasa katika kuangalia katika mtizamo wa kiintelijensia, wakati mwingine vitu kama hivi inabidi kuangaliwa pia kwa jicho jicho jingine, yani jicho la pili wanasema. Na katika jicho la pili kuna hisia kwamba kama ilivyokuwa huko nyuma wakati katika harakati za kuandaa maandamano aliibuka mtu aliyekuwa akifahamika kama Habilen Kabil, na yeye alionekana mtu mwenye uwezo mkubwa, aliahidi vitu vingi, kufanya hiki na kile, sijui atadukua, sijui atafanya vitu gani, lakini sasa imebainika kama ambavyo Jasusi TV ilieleza awali kwamba yule bwana anaonekana alikuwa na ajenda zake tu, na amechangia kwa kiasi kikubwa kutofanikiwa kwa mikakati ya maandamano, kwa sababu aliwapa watu matumaini makubwa, lakini hakuweza kutekeleza hata jambo moja. Kwa hiyo ni mapema mno kuihukumu TFF, kwa sababu kama walivyosema, kwa sasa inatoa tu miongozo, inatoa maelekezo, inatoa maagizo na vitu kama hivyo, lakini bila shaka pengine baada ya muda si mrefu ikaanza kutekeleza hayo lakini wameshasema bayana kwamba walengwa si wananchi, hawana lengo la kuharibu mali za watu, bali lengo ni kukabiliana na hii dola. Na kwa hakika katika mazingira yaliyofikiwa hapa Tanzania, kwa sababu sasa hivi kilichobaki kama tunategemea miujiza, kwa sababu hakuna mkakati wa kukabiliana na hii serikali ya kidhalimu zaidi ya kupeana matumaini, kuhamasishana, lakini kwa kiasi kikubwa pia kuna watu ambao wamekuwa wakifanya jitihada hali ionekane kuwa ya kawaida. Na unajua tena Watanzania wakati mwingine ni wepesi wa kusahau mambo. Baadhi ya watu kama wamesahau yale yaliyojiri Oktoba 29 na siku zilizofuata, na kimsingi haya mambo bado yanaendelea. Jana mmesikia kuna mtu mfanyabiashara huko Arusha ametekwa na kuuawa vibaya, lakini majanga haya ya utekaji, ubakaji, ulawiti, utesaji yanaendelea kiholela. Kwa hiyo hakuna miujiza itakuja kumaliza isipokuwa wananchi watakaoamua kuchukua hatua. Kwa hiyo kwa kiasi kikubwa hiki kinachofanywa na TFF, kuna watu watakuwa na mtizamo hasi kuhusiana na hiki, lakini haya ni matokeo ya matendo ya kidhalimu yanayofanywa na dola chini ya utawala wa Samia Suluhu Hassan. Kwa hiyo hili ni kwa mtizamo ambao pengine unaweza kuonekana si sahihi, ni response halali kunapokuwa na ukandamizaji. Ukandamizaji ndio uliofanya kina Nyerere waibuke na kupambana na mkoloni. Kwa hiyo katika mazingira kama haya ni kama Watanzania nao wako katika mfumo, wako katika hali ambayo inahitaji kufanyika kwa jitihada za kukabiliana na changamoto hizi. Kama nilivyosema, ni mapema mno kuhukumu lolote kuhusiana na kundi hili, kwa sababu kwa sasa limekuwa tu likitoa video na kueleza kuhusu moja au jingine, lakini halijaanza kutoa feedback ya mafanikio katika operation zake. Endapo hayo yatatokea, Jasusi TV inafuatilia na itakueleza. Kwa hiyo kwa kifupi, video hii hasa imejikita katika kufahamisha tu kwamba kuna kundi hilo limeanzishwa na lengo la kundi hilo ni nini, lakini pia kuangalia upande wa pili wa nini ambacho kinaangaliwa na watu mbalimbali kuhusiana na hilo. Je, wewe una maoni gani kuhusiana na hili kundi la TFF? Unadhani ni kweli ni kikundi chenye dhamira na uwezo? Kwa sababu kuwa na dhamira ni kitu kimoja, lakini kuwa na uwezo ni kitu kingine. Je, dhamira ipo? Kwa mujibu wa maelezo yanaonekana kuwa dhamira ipo, lakini je, kina uwezo wa kutekeleza hayo yanayotaka kutekelezwa? Lakini pia ni muhimu kujiuliza kwamba je, kundi hili ni la watu wachache tu ambao wanatumia mitandao ya kijamii kuwapa watu matumaini, au kuna watu wengine wako nyuma? Hayo yote
ni mapema mno kuyapatia majibu, na Jasusi TV itaendelea kufuatilia na kukupa mrejesho kuhusiana na kundi hilo. Wewe una maoni gani kuhusiana na hilo? Karibu toe maoni yako hapo chini kwenye comment. Asanteni na kwaherini.